Bwana, wanachama wa klabu ya Yanga wamegoma na hawataki kabisa timu hiyo ipelekwe uwanjani kwenye mchezo wa dabi wa Kariakoo hata kama utapangwa tarehe mpya. Na ukumbuke leo pia viongozi wa Young Africans wameitwa na waziri wa michezo pamoja na viongozi wa bodi ya ligi na viongozi wa Simba kujadili mustakabali wa mchezo mpya wa dabi ili wakubali. Ukumbuke msimamo wa Yanga kama klabu ilikuwa ni kwamba hawataki kucheza mchezo mwingine wote wa dabi, na tayari walishaandika mpaka kwenye mitandao ya kijamii, na of course huo ndio ulikuwa msimamo wao, na mpaka sasa hata wanachama klabu ya Yanga wanaamini kwamba klabu yao haiwezi kucheza mchezo mwingine wa dabi, na hata wadau pia mbalimbali wanajua kwamba Yanga haiwezi kucheza mchezo mwingine wa dabi. Na baada ya kuitwa kwenye kikao, watu wengi wanaamini kwamba Yanga watakubali kwenda kucheza mchezo wa dabi kwenye na tarehe mpya itapangwa na kila kitu kitenda vizuri. Lakini wanachama wa klabu ya Yanga wao wamekuwa na mitazamo ya tofauti. Wao wameendelea kushikilia msimamo kwamba timu yao haitacheza tena mchezo wa dabi, na of course ni kitu ambacho wamesimama nacho mpaka sasa. Sasa wanachama unajua wana nguvu Wanachama ndio watu ambao wameweka kina Engineers madarakani, ndio ambao wameweka kina Arafat Haji madarakani. Yaani tuseme wale viongozi wote wakuu wa timu ni viongozi wa kuchaguliwa, sio viongozi wa kuteuliwa. Na nani anawachagua hao viongozi? Ni wanachama wa klabu. Kwa kama wanachama wa klabu wanabaki na msimamo kwamba wao hawataki timu hiyo iende kacheze mechi ya marudiano, maana yake ni kwamba viongozi pia hawawezi kufanya hicho kitu. Na maana viongozi wakipeleka timu uwanjani watakuwa wameenda kinyume na matakwa ya wanachama. Na siku zote ukitofautiana na wanachama wataitisha mkutano, wataitiwa kwenye mkutano mkuu watakutoa, na wakikutoa maana yake huwezi tena kuwa kiongozi, watatafuta tena kiongozi mwingine. Kwa wanachama wa Yanga wamebaki na misimamo yao kwamba wao wanachokitaka ni timu yao kutokucheza mechi nyingine ya marejeano, kwa sababu wanaamini kwamba mchezo wa kwanza, ule mchezo wa tarehe 8 ulivunjwa kinyume na utaratibu na kanuni za ligi kuu zinavyoeleza. So wanaamini kwamba wana haki ya kugomea mchezo. Kwa hiyo wanachama wao wanashinikiza viongozi wao wasiende kucheza hiyo mechi ya pili. Lakini unajua kama wanachama wataendelea kubaki na msimamo wao, athari yake inaweza kuwa ni kubwa zaidi, kwa sababu kama ikitokea wameendelea kugoma, ina maana kwenye kanuni za ligi kuu kwa zinavyoeleza kuna uwezekano mkubwa Yanga akapokonywa alama 3, kwa sababu ikipangwa tarehe mpya asipotokea Simba watapata hizo alama 3, maana yake watapokonywa alama 3, na wakipokonywa alama 3 hali itakuwa ni mbaya zaidi, maana yake Simba atakuwa kwenye nafasi nzuri ya kwenda kubeba taji, lakini Yanga atajiweka kwenye nafasi ngumu zaidi ya kwenda kubeba taji, kitu ambacho sidhani kama kuna mwanachama wa Yanga au shabiki wa Yanga ambaye atafurahishwa na hicho kitu. Maana yake pamoja na kwamba hawataki timu hiyo ipelekwe uwanjani kucheza mechi ya pili, lakini bado maamuzi yote ambayo yatatokea yanaweza kuwagharimu zaidi wao kuliko klabu ya Simba. So athari yake ya kwanza itakuwa ni hiyo kwamba watapoteza alama 3 zitaenda kwenye klabu ya Simba, lakini athari yake nyingine ni kwamba kama wataendelea kugomea michezo mingine ya ligi kuu, ina maana kuna watapokwa alama 15 kwenye msimamo, kitu ambacho kitakuwa ni kibaya zaidi, kwa sababu wakipokwa alama 15 ina maana inawezekana mkubwa hata nafasi ya pili msimu wasiweze kumaliza kwenye hiyo nafasi. Na kama Yanga anashindwa kumaliza kwenye nafasi ya pili, maana yake hata ubingwa watachukua, na wasipochukua ubingwa maana yake wataenda kushiriki kombe la shirikisho barani Afrika na sio klabu bingwa, kitu ambacho sioni kama mashabiki na wanachama wanaweza kukubali kwa 100%. Ina maana lazima kuna wengine ambao wataona kama sio fair, na kwa sababu walikuwa na nafasi ya kumaliza wakiwa machampion, ina maana hapo ndo vurugu pia zinaweza zikawepo. Kwa hiyo pamoja na haya yote ambayo yanaendelea, lakini kunaweza pia kukatokea machafuko makubwa kwenye kikosi cha Young Africans. Machafuko kwa maana ya kwamba kutokea mvurugano ambao unaweza kusababisha baadhi ya viongozi wa Young Africans pia kujiuzulu au kuondolewa madarakani na wanachama, kitu ambacho kinaweza kuifanya Yanga badala ya kuendelea irudi zaidi nyuma, kwa maana ya kwamba hata ile timu bora walionayo ikaanza kuvurugika, kitu ambacho hakitakuwa kizuri sana kwa wanachama na baadhi ya mashabiki, kwa sababu naamini wapo wanachama wa Yanga ambao wanatamani kuona mechi inachezwa, wapo mashabiki wa Yanga ambao wanatamani kuona mechi inachezwa. Kwa hiyo mvurugano wote ambao utaenda kutokea pale unaweza kwenda kuiathiri timu moja kwa moja. Sasa ili hiyo athari zisitokee, inabidi wanachama pia wakubali kwamba msimamo wao unaweza kwenda kuiathiri timu, na mwisho wa siku timu ikajikuta iko kwenye wakati mgumu zaidi kuliko sasa hivi. Kwa hiyo wanachama wanapaswa kukaa na kutulia na kuona namna gani ambavyo viongozi wanaweza kusimamia vizuri hilo jambo na likaenda vizuri na wakaenda kucheza mechi na maisha mengine yakaendelea, kwa sababu mwisho wa siku hata kama watagoma, lakini bado wao ni wanachama wa TFF. Manake lazima Yanga itaendelea kuwepo Tanzania,
Yanga ikiendelea kuwepo Tanzania ni lazima washiriki ligi ya Tanzania, na wanashiriki ligi ya Tanzania kwenye kanuni hizi ambazo sasa hivi wanaziona kama zinawanyima haki yao. Kwa hiyo kwa chochote ambacho kitaenda kutokea leo, sijua maamuzi yake yatakuwaje, lakini wanachama wa Young Africans wanapaswa kupewa elimu kubwa sana, kwa sababu inawezekana wengine hawaelewi jinsi ambavyo hizi kanuni zinafanya kazi. Kwa hiyo elimu inapaswa kutolewa, waelewe, kwa sababu pia klabu inaweza kuathirika zaidi, na klabu itaathirika zaidi kwa sababu ikitokea leo wamegoma kweli kupeleka timu uwanjani, Yanga atapokwa alama 3, akipokwa alama 3 atakosa ubingwa. Akikosa ubingwa ina maana msimu unaokuja Yanga wanaweza kaa kwenye changamoto nyingi zaidi, kwa sababu wakikosa ubingwa ina maana pressure itakuwa kubwa zaidi msimu unaokuja, na Yanga kwa nafasi nzuri na kosi walichonacho, wana uwezo bado wa kwenda kucheza mechi ya dabi na wakashinda vizuri. Kwa hiyo nafikiri mashabiki na wanachama hawataki kuona timu yao inapelekwa uwanjani, lakini wanapaswa kuwaza mara 2 mara 3, kwa sababu wana uwezo wa kwenda kushinda mechi ya dabi vizuri bila shida yoyote ile. So ni swala la muda tu, watu wavumiliane kwa matokeo yote ambayo yataenda kupatikana, lakini pia watu wakubaliane na chochote ambacho kitaenda kuamuliwa na bodi ya ligi pale kwenye kikao ambacho kinafanyika leo. Lakini naamini kwamba Yanga wana nafasi ya kushinda mechi ya dabi kama ikipangwa tena.